Tutakuwa na maeneo 6 tutakayo kwenda kuyaangalia katika kitabu hapa tunapokwenda kupasoma. Na ujumbe wetu wa asubuhi ya leo, Mungu, nimeweka kwenye mabano Yehova. Kwa nini nimeweka Yehova? Mimi nimekuja kugundua iko miungu mingi. Ukisema Mungu tu unaweza kukutana, kuna Mungu. Ukienda Arusha sehemu moja kunaitwa Lengai, kuna sehemu moja inaitwa Oludonyo Lengai, wanaita mlima wa Mungu. Kule mlima wa Mungu wa Oludonyo Lengai huwa ndiko yanakofanyikia matambiko. Lakini je, yule Mungu wa Oludonyo Lengai ni Yehova? Ukija Iringa, huwa kabla ya wokovu tulikuwa tukienda kutambika makaburini, tukipeleka ng'ombe, tukila nyama isiyo chunwa ngozi. Nafikiri wengine mnafahamu. Tulisema, walikuwa wanasema kwa Kihehe manguluvi. Yani tunapokwenda kutambika kumanguluvi, yani haya ni mamiungu. Lakini nataka nizungumze Jehova ambaye ni Mungu ambaye ni Jehova, ana sifa ambazo miungu mingine hainazo. Kwanza, yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Pili, yeye huyu ana uwezo wote. Hata kama aliumba, hawezi kufungwa na uumbaji wake. Kama kuna mtu ni kiwete, anaweza kumfanya katembea. Kama umeishiwa cha kuishiwa, Bwana anaweza kaumba. Kwenye kitabu kile cha Yohana mlango wa 14 na mstari wa 14 unasema hivi: ombeni lolote nanyi mtapewa. Kwenye tafsiri ya asili ya andiko lile kwa Kigiriki, kwenye fasihi linasema hivi: ombeni lolote, hata kama mnapoomba sina, nitaumba. Kwa hiyo huyo Mungu wetu sisi ni Mungu tofauti. Sio Mungu aliyepitwa na wakati. Tena sifa nyingine alionayo, anajua yote. Na sio anajua yote tu, hata mawazo. Hivi hapa tulipo hapa anawajua mliopo na mliokuja kuhudhuria. Maana kwenye ibada tuna wahudhuriaji na waliokuja kumfanyia Mungu ibada. Kwa yeye anajua na kufahamu. Lakini tofauti na miungu mingine, yeye ni mwadilifu, ni mtakatifu. Hawezi kuvamia banda la mtu na kuchukua chochote. Mungu wetu ni Mungu mzuri. Sasa huyu Mungu namuita Mungu Yehova. Hawezi kutekwa na adui zetu. Mungu huyu anaitwa Mungu Yehova, hawezi kutekwa na adui zetu. Ina maana mwezi wa 6 tuko salama. Tuko salama kwa sababu miungu mingi itafanya majaribio. Iko miungu ya kutambika, iko madhabahu za aina mbalimbali. Mara nyingi sana madhabahu zile huwa zina athari hata kwa watoto wa Mungu. Lakini pale tunapokuwa tumeshikamana na Mungu, hakuna madhabahu itakayoingilia chochote. Utafanya biashara mtaa wowote, utafanya chochote popote pale, kwa sababu Mungu wetu yuko juu ya vyote. Asubuhi tulikuwa na kutekwa kwa sanduku la agano. Asubuhi tulikuwa na ujumbe uliohusu kutekwa kwa sanduku la agano. Ulitoka nyuma ya ni mlango ule wa 4 mstari wa 1 mpaka wa 11. Kwa kurudia kwa haraka, tulianza kuona mtu anaitwa Wafilisti. Kwenye Biblia tuliona kwamba Wafilisti kibiblia tunaona ni kabila, na lile kabila limekuwa adui wa taifa la Israeli tangu miaka mingi iliyopita mpaka leo. Vita vinapiganwa pale Gaza. Ni hapa tunaita Wafilisti, kule wanaita wa Palestina. Lakini tukaona nani aliyefanya kosa kusababisha vita vya kudumu. Tukamwona ni Joshua.
Wakati Joshua wametoka Misri wanakuja nchi ya ahadi, Mungu alimwambia nenda kateketeze. Kule walikuwepo Wafilisti, wa Anaki na hawa wa Nefili. Akateketeza maeneo yote, akawaacha katika vijiji vitatu. Kijiji kimoja kinaitwa Gaza, kingine kinaitwa Bwana sifiwe. Kwa hiyo alipowaacha wale, wakazidi kuzaliana, wakafanyika mwiba kwenye, sio mwiba, miba. Kila mfalme aliyekuja alikutana nao. Kwenye Biblia utaona hata hapa tulipokwenda, kabla ya kupasoma hapa, tutaona kuna Samsoni. Samsoni alizaliwa maalum kwa ajili ya kulikomboa taifa kutoka mikononi mwa Wafilisti. Lakini baada ya hapo naye alipambana nao kwa miaka 40. Alikufa, majamaa bado yapo. Baada ya hapo tunasoma habari zingine za Daudi. Kama Yoshua angeliteketeza hawa watu, hatumuoni tena Daudi kama angelisimama kupigana na Goliati, maana angekuwepo. Kwa hiyo tuliona kwamba ni vizuri hata wewe mama au baba, hakikisha unamaliza Wafilisti katika kizazi chako. Kuna baadhi ya vitu vingine ni tabia, baadhi ya vingine ni aina fulani ya mifuatano. Walikuwa mwiba, lakini mwishoni tukaona tena hivi, baada ya sanduku kuwa limetekwa, yani baada ya kuwa wamepigwa, walikuwa na mtazamo hasi na sanduku la agano. Walipokuwa wamepigwa, wakaamua kwenda kulichukua sanduku. Walivyolichukua sanduku, maandiko yanasemaje? Wakasema tunaenda kupigana, wakijua sanduku linamwakilisha Mungu. Kumbe sanduku lilikuwa ni ishara ya uwepo wa Mungu, sio Mungu. Lakini uwepo halisi ni Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba hawakuwaza mawazo kwa nini wamepigwa, wakaenda tu kulichukua sanduku. Walivyolichukua sanduku, wao na sanduku lao, wakapigwa. Sasa wakaongezeka kutoka watu 4,000, sasa wakapigwa kama watu 80,000, na sanduku likachukuliwa mateka. Tukaona kwamba katika Biblia ni vizuri, ishara inachotakiwa ni ishara ni tofauti na Mungu halisi. Kwanza, sanduku la agano sio Mungu. Sanduku la agano lilikuja baadaye. Ni pale tu walipotaka kufanya ibada, kulikuwa kuna sanduku na mbao na nini. Na mtu anapokwenda kuomba, akiliona lile sanduku, anamuomba Mungu akijua bila shaka yupo. Na tukaona Musa ambaye alishinda na sanduku, hakuliona sanduku kama Mungu, aliliona sanduku kama kiwakilishi tu. Tunamwona na yeye alikuwa na vita vinavyopiganwa. Wakati vita vinavyopiganwa katika kitabu cha Hesabu, tukaona kwamba huyu Musa, walikuwa wanachukua makuhani, wanaenda na lile sanduku. Wanavyoenda na lile sanduku, lakini tunamuona Musa akasema, Mungu, tunaomba uwapige adui zako. Maana yake sio sanduku liwapige, bali wewe Mungu tunajua upo, wapige. Tukasema na siku za leo kuna vitu ambavyo vimeanza kuwa viwakilishi vya uwepo wa Mungu, na hasa kanisa la Afrika. Mimi nimetumika maeneo mawili hasa makubwa, nchi ya Malawi na nchi ya Msumbiji. Lakini na nchi ya kwangu mwenyewe, jambo hili hatukwepi. Kwa watu wa nafikiri ni Malawi, utakuta wameweka misalaba mpaka kwenye milima. Nakuta milimani kabisa uko msalaba. Sisemi ni vibaya, ule ni msalaba.
Sasa kwa leo kitu kilichoboreshwa, leo kuna watu wanaweka viwakilishi vya Mungu kama pana uwepo wa Mungu. Kwa mfano, kuna watu sasa hivi wanatumia mafuta. Mafuta kibiblia hasio Mungu. Mafuta ni vitamshi ambavyo watu waliwekwa mafuta, wafalme na kadhalika. Vinaonyesha leo tuna Roho Mtakatifu ambaye hatumwagi mafuta, tayari yeye yupo. Kwa hiyo viwakilishi vya uwepo wa Mungu sio Mungu, labda vitumike pale Mungu anapokuwa ametaka ifanyike hivyo. Chumvi, vitambaa na kadhalika ni viwakilishi tu vya kwamba labda. Lakini tunamwona Yesu akiwa anataka agano jipya likaeje. Anasema, kwa jina langu mtatoa pepo, mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata afya. Haniambii askofu Mwenda au askofu Ndomba, utakapoweka mkono weka na pilipili juu yake watapona, weka na chumvi juu yake watapona, weka na pilipili manga na kadhalika watapona. Anasema kwa jina langu watafanyaje? Na kwa jina langu mtatoa nini? Lengo sipo hapa kuponda kitu, nipo kumweleza Mungu halisi anajitegemea. Mungu halisi hategemei vile tunavyo vinaitwa visaidizi vya imani. Mungu anajitegemea. Na mwisho tukaona, nafikiri tulishia hapo, kwamba kwa ukweli sio tu kuweka maji na hivyo, hata kulala na Biblia machagoni mwako. Biblia kulala naye wapi? Mchagoni, kwa sababu eti wasikufanyie, wasikunige, wasikukabe. Biblia sio kitabu cha kusababisha usikabwe. Biblia ni kitabu cha kinachosababisha usome upate maarifa ili wasikukabe. Wengine kwenye draw zenu hivi sasa hivi tungepitisha, tungesema uwe mtiifu. Walio wenye vipochi, wenye mafuta kwenye vipochi kama watu nani, inawezekana tungeliwapata. Wenye chumvi tungeliwapata, japokuwa hapa katibu sidhani, lakini mwenye msafara wa kenge na mamba huwa wanakuepo. Inawezekana hivi tuambie, nenda kule ofisini kwako, ukifungua tukuona kuna mkaa, tutakuuliza mkaa ule, kabla huu mkaa wanasemaga pepo wabaya wasipite au wasiibe hela. Kwenye madrodro humo kuna watu, kuna mambo. Watumishi wa Mungu, ukifika dukani kwako, ofisini kwako, ukifika pale, ita jina la Yesu. Ita, wataleta, utawapa chenchi wengi, watafanya mingi, fedha nyingi zitapita, zingine utakuta zimechanwa kwenye kona, tena huitendei haki serikali. Ukibambwa mpendwa, unakatakata kwenye vichwa. Hiyo sio imani yetu. Sasa tuna mlango wa 5 nitasoma. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo hata Eben-Ezeri. Kumbuka hapa panapoitwa Eben-Ezeri, mwanzoni palikuwa pana jina lake, lakini jina la Eben-Ezeri lilikuja kuitwa baada ya milango wa 7 kule. Hata Ashdodi Wafilisti walichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagon, wakaliweka karibu na Dagon. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagon ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagon, wakaisimamisha mahali pake, wakijua ni bahati mbaya. Wanaita sijui, sio. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagon alikuwa ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika,
vipo vimelala kizingitini. Dagon akasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagon na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagon hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagon huko Ashdodi hata leo. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mpakani mwake. Kisha watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni mungu wetu. Basi wakatuma watu waende kuwakusanya hao mashehe wote wa Filisti, wakasema, tulifanyieje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gathi. Wakalihamishia sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mji huo, wadogo kwa wakubwa, wakapata majipu. Wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekloni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekloni, watu wa Ekloni walifanya kelele wakisema, wameleta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote na Wafilisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu walikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Bwana ulikuwa mzito mno huko, na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Bwana sifiwe. Watumishi wa Mungu, tunataka tuangalie hapa mwezi huu wa 6 na kuendelea. Kuna kitu Mungu anataka kukuonyesha. Kuna kitu anataka kukufundisha. Kwanza, tunaona kabisa wakati tunapoanza kusoma mlango wa 5, tunakutana na kitu kifuatacho. Kwanza, ilikuwa ni wakati wana wa Israeli walipokuwa wakilia na kuomboleza kwa sababu ya sanduku lao limetekwa. Wakati wana wa Israeli, huu mlango wa 5 kwenye akili yako weka ufahamu, ni mlango ambao unaandikwa kukiwa kuna wana wa Israeli wamejaa huzuni, wamejaa simanzi kwa sababu sanduku la Mungu wao limetekwa. Wakati wana wa Israeli wakiwa na huzuni, na wakati huo huo Wafilisti walikuwa wana sherehe. Tena sherehe ilikuwa ni kumteka Mungu wa mbinguni. Nafikiri mlango wa 5 upate huo. Waisraeli, tumepoteza sanduku lililotengenezwa jangwani, baba zetu wakitoka Misri wakiendea nchi ya ahadi. Bwana haijulishi walitembea kwa muda gani bila sanduku, lakini Mungu akarahisisha, akijua ya kwamba mimi ni mtakatifu, kuna wakati mwingine sitakuwepo juu yenu. Kwa hiyo sasa wamefika wakati limetekwa, na tangu historia ya sanduku haijawahi kutokea sanduku limetekwa. Kwa hiyo wana wa Israeli wakawa na mambo mengi, simanzi na vitu vingi. Ni kutaarifu, sijajua mwezi wa 5, wa 4, wa 3 mpaka wa kwanza umepitia kwenye hali gani. Kwenye hali zingine zimeleta maumivu makali juu ya uzao wako, zimeleta maumivu makali juu ya uchumi wako, zimeleta maumivu makali juu ya afya yako, zimeleta maumivu makali juu ya mtazamo wako. Sasa hivi umeanza kujichukia,
unajitazama hasi, huoni kama wewe ni mtu. Una majina mengi ambayo umeshaanza kuyakataa. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Naomi, maana yake kupendeza, akajibatiza, maana yake Mara. Lakini nataka nizungumze na wewe. Mwezi wa 5 si mwezi wa 6. Mwezi wa 5 uishie mwezi wa 5. Mwezi wa 5 uwe na ukomo. Ilipokuwa inafika saa 6 au saa 5 na dakika 59, bado ilikuwa ni mwezi wa 5. Ilipotaja saa 6, mambo yamebadilika. Na kila napobadilika tarehe ya kila siku, Bwana ana njema kwako kesho. Tofauti ya dunia tulionayo. Dunia tulionayo kesho sio njema. Kila mtawala anasema kesho sio njema. Kila mtawala anasema mabadiliko ya tabia ya nchi. Kila mtu anasema uchache wa mvua. Lakini kwenye habari njema za Mungu, yeye anasema kesho yangu ni nzuri kuliko jana au leo. Nikutie moyo, acha kuugua ugonjwa kwa sababu ya kutafakari kesho. Mtafakari leo na jana. Kesho Mungu ana jambo la kufanya. Bwana, mwezi wa 5 umepita, mwezi wa 6 jiandae. Si kwa maumivu. Bwana ameshazikata zile kamba zilizokufunga mwezi wa 6, mwezi wa 5. Lakini kwa sababu zimekufunga muda mrefu, utakuwa bado mwezi wa 6 unaenda hivi. Mpaka labda wakati mwingine, nafahamu wewe unafahamu, kuku aliyekamatwa muda mrefu, kakamatwa hapa kwa muda mrefu, akisha kamatwa kafungwa na kamba. Sasa mmetembea labda usiku 2-3, mmefika pa kufika, baadaye mmekata na zile kamba. Baadaye utamkuta tu atafika, na ukimtupa atakaa kama amekaa kwenye mikono. Ataendelea hivyo hivyo mpaka apate kichapo. Mpige sema piga teke, usikia kwe. Akasema kumbe ni kweli sijafunga. Na wewe, Bwana ana jambo amelifanya usiku wa leo. Na kupitia maneno ya Mungu haya, liamini neno la Mungu katika siku za mwisho. Kanisa limeacha kuamini neno la Mungu. Na kwa sababu hatuamini neno la Mungu ndilo linaloimarisha imani yetu kwa Mungu. Kwa hiyo tunaweza kukuta ndani ya sisi tuliookoka tuna matatizo kibao. Si kwa sababu tuna matatizo, ni kwa sababu tumejitenga na neno la Mungu. Hatuna muda na neno, tuna matamthilia yote tunayafahamu. Kwa mfano wewe uliyebaki nyumbani, watakwambia marudio saa 4, marudio saa 4. Unafahamu vyote mpaka ya Otimani sijui. Mbona mnajifanya kama amfahamu wakati mnafahamu, ila tu sasa unafahamu yote. Hii ni pati gani? Huyu ni nani? Huyu ni katili? Huyu bwana. Huyu sisemi ni vibaya. Lakini mtu yafahamu maneno ya Mungu zaidi, uwe na kiu ya neno la Mungu zaidi, ndipo uende kwenye maotimani. Maotimani kazi yake yatakupundisha tabia. Kama unamkutana na mama moja amekuvutia na kiburi kwa mmewe, na wewe utakuwa na kiburi nyumbani kwako. Kama umevutiwa na yule ambaye anapenda kuweka sumu za kuua, na wewe utaanza kusema hivi haiwezekani. Nataka nikwambie leo sasa tamthilia zimejaa vichwani mpaka tunaota tamthilia. Huyo Otimani. Jamani, mume anakuza vipi? Otimani ndio nani? Baba, Otimani. Sasa naye amekasirika kwa sababu Otimani ni mwanaume. Na wewe umemsema Otimani. Sasa kwa nini baba anafikiri Otimani labda ni jamaa liko huko kazini? Labda ni jamaa huko kwenye biashara. Utaniambia Otimani anaenda kunoa upanga. Cha, utaniambia Otimani ndio mkuu wako wa kazi? Otimani ndio bosi wako? Ataambia hapana baba, Otimani ni mchezo. Unatokaga Azam. Mtu akuulize neno la Mungu hakuna. Ninazungumza nikiwa serious. Sijapitwa na wakati. Ni kweli sisi umri wetu sisi ni wazee. Lakini Mungu aliye ndani yetu anataka kuzungumza ninyi wa kizazi hiki.
rudi kumwamini Mungu, rudi kutenga muda na Mungu, rudi kukaa miguuni pa Mungu. Sisemi usiangalie, leo tunaongoza kwa kuto kufanya kazi ni sisi tuliokoka. Mungu, turudi kwenye eneo letu. Sasa wakati Israeli wanaomboleza, hawa Wafilisti walikuwa wana sherehe kubwa. Neno hili linaloonyesha ushahidi, basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti walilichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Hapa panaonyesha jinsi ambavyo Wafilisti wana sherehe. Na sherehe yao ni kwamba yule Mungu aliyetisha ulimwengu wote mpaka leo tumeshamdhibiti. Kwa Wamisri huyu Mungu aliwashindwa. Wamisri aliwaweza miaka 40 jangwani, aliwaweza, lakini wanagongeana mikono, tumemdhibiti Mungu wa Israeli, tumemweka. Wakati wanaendelea katika hali kama hiyo, tunamuona hivi Mungu wanaimba, Wayahudi wamepotelewa na nini? Na sanduku. Wafilisti wamemteka nyara Mungu, inasemekana wamemteka. Nini kilitokea? Haya tunaweza tukijaribu kuangalia wakati ambapo matukio yaliyofuatana na kuthibitisha ambacho tunaweza tukakiangalia hapa. Jambo la ajabu, tunamwona Mungu anajipigania bila kuhani wa Israeli. Maki kuhani wote wako kule na Wafilisti wameshamdhibiti. Mungu akajipigania mwenyewe. Alijipiganiaje Mungu? Jambo la kwanza, wakati hawa wamechukua ile sanduku, wanasema tumemweza. Mungu tumemdhibiti, Mungu yuko mkononi mwetu. Wakati wanaendelea hivi, nataka nikwambie Mungu yuko kwenye sanduku. Mungu kwanza alikuwa anataka kuambia sanduku hili lina umri gani? Sanduku hili lina umri gani? Mimi nilipoenda Israeli nilikuwa nimependa nilione sanduku. Tulienda maeneo, tulikaa siku 5 kule kaskazini, yani Galilaya. Tulikaa siku 5 huku Yerusalemu, ambapo tulitembelea maeneo yote, lakini sikuona sanduku. Ila tulipokuwa Galilaya pale Kapernaum, karibu na pana sinagogi pale, ndipo akawa anayetutembeza akasema hivi, inasemekana. Tulikuta kuna ni kama jiwe limechongwa, limedalizi, yani siji kudalizi kwa sababu kwenye yani limepambwa, wakasema inasemekana. Hapa ndio ulikuwa ni ile meza ya kutunzia sanduku la agano. Inasemekana. Liko wapi? Wengine wakasema sijui lilichukuliwa liko Vatikani. Tulipo nani wakaambia halipo. Mungu alipenda kulipoteza. Fikiria wakati Yesu angalipo, halafu ipo na agano, na sanduku la agano. Nini kingetokea? Mungu anataka kukukwambia vile ni viashiria vya kwamba uwepo wa Mungu uko hapa. Sanduku sio uwepo wa Mungu. Sanduku linaonyesha kama vile moto katika agano la kale. Moto ulikuwa unaonyesha kwamba yumkini Mungu yuko hapa. Lakini moto sio Mungu. Pale Musa alipogeuka niangalie kichaka kinachowaka, ule moto haukuwa Mungu, ulikuwa unaonyesha yumkini pana uwepo wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba hawa ndugu, wakati ambapo wanahisi wamemteka Mungu, Wayahudi Waebrania wako huko wamepoteza, wana maneno mengi,
Nataka nikwambie, ukiwepo wa Mungu ukiondoka, magonjwa, kukata tamaa, kupoteza matumaini kupo. Sasa habari njema, walipoamua wale akasema sasa tumpeleke Mungu, tumpeleke kwa huyu Dagon. Wakaamua kumpeleka kwa Dagon, wakawaweka hapo. Unajua Mungu alikuwa anacheka. Mungu anacheka. Nataka nizungumze na wewe, matatizo yako yanakuumiza wewe, lakini hayamchoshi Mungu. Mwezi huu wa 6 Mungu aingilie kati. Mwezi huu wa 6 Mungu airudishe imani iliyo hai kwako. Mwezi huu wa 6 kuondoe kwenye mapooza. Mwezi huu wa 6 acha visaidizi vile vya imani, kana Mungu mwenyewe. Mungu ana jambo la kufanya kwa jina la Yesu. Bwana atakubariki. Utaweka mikono juu ya wagonjwa, Bwana atafanya kitu. Sasa tunarudi pale. Baadaye asubuhi, fikiria Wayahudi wakati wanaendelea na simanzi, na hawa wanaendelea na furaha zao. Wakafika pale, wakamfungia. Sijajua walipokuwa wanaingia pale waliingiaje. Mara nyingi miungu ya kigeni ina mitindo yake. Ina maana yumkini waliingia kinyume nyume, yumkini waliingia kiubega hivi. Sisi tu ndio hatuna mwendo kuingilia. Sisi tukienda hivi Bwana tukubali, tukienda hivi Bwana tukubali, tukiwa tumevaa Bwana tukubali, tukiwa tujavaa sio tabia yetu. Hiyo tabia yenu au kule mlikotoka. Lakini Mungu wetu sisi hana hayo. Kwa nini usimfurahie Mungu aliye huru kuliko miungu yote? Kwa nini usimshangilie Mungu asiye na mpinzani? Kwa nini usimshangilie Mungu atakaye kwenda kufanya mambo makubwa? Kwa nini umshangilie Mungu aliye tofauti na mizimu tuliyoitumikia mwanzoni? Mungu wetu ni mzuri. Asubuhi. Mwambie mwenzio asubuhi. Wanakwenda kumchungulia Dagon. Je, amempiga mikwenzi au amelivunja lile kwa hasira? Kwa sababu kama Dagon ni mhai, yuko hai, wangelikuta amevunja lile sanduku la agano na vile vipande vya mbao tupa chini, na vile kwenye kopo alikuwa amehifadhi mana kidogo ya kuonyesha vizazi vingine maana ilikuwaje. Wangemkuta hivyo. Lakini wanafika asubuhi, wanaona sanduku kama lilivyokuwa, ila Dagon amedondoka. Wakamuuliza yule anayehusika na historia ya Dagon, hebu tupatie historia. Dagon amesha kitu kama hicho kimewahi kutokea? Hakijawahi. Hebu wakauliza tena, kitu hiki kimewahi kutokea? Kiukweli hakijawahi. Sasa tujifanye hivi, tusiwaambie watu Dagon ameanguka, tuambie lilitokea tetemeko akaanguka. Wakarudi mara ya ngapi? Mungu atamruhusu Dagon mwezi huu wa 6 arudi tena kufanya vita na wewe, arudi tena kwenye uchumi wako, arudi tena kwenye uzao wako. Atamruhusu. Lakini wakamweka. Asubuhi yake wanarudi. Sasa pale sijajua nini kilichofanyika, lakini mimi ninavyomfahamu Mungu, hapo sasa kulikuwa kuna pambano la Mungu na miungu. Mungu alichokifanya, yumkini yani Mungu ana njia nyingi. Inawezekana alisukuma tu hivi, akalisukuma, na ule kusukumwa na Mungu ni tofauti. Likavunjika shingo, likavunjika mpaka vitanga vya mikono, vyote wanavikuta, vyote vimerundikwa, viko kwenye mlango hapo. Kumbe Mungu wakati anapigana, kuna wakati mwingine Mungu anataka uhalisia wake
tumfahamu Mungu ni nani. Baada ya kuokoka usikubali kukaa vile ulivyo. Endelea, Mungu aendelee kukukuza, kukupandisha hatua kwa hatua. Mungu anahitaji kujidhihirisha sana katika nyakati ya dunia iliyoharibika. Anataka jidhihirishe kwako kuwa ni Mungu wa namna gani. Watumishi wa Mungu asubuhi wakaanza kuzoazoa. Walipokuwa wanazoazoa pale, wakasema tangu sasa, wakagundua huyu ni Mungu aliyepiga. Walipogundua kwamba ni Mungu aliyepiga, wakaamua kumhamisha Mungu wa sanduku, wakaamua kulihamisha. Nataka nizungumze, uwepo wa Mungu ni furaha na faraja kwetu. Lakini uwepo wa Mungu mwezi wa 6 hautakuwa furaha kwa ajili ya adui zako. Narudia tena, uwepo wa Mungu kwetu sisi ni shibe, ni furaha, ni neema, ni amani. Lakini uwepo wa Mungu sio kama kwa wenzetu. Mtu mmoja alisema, alitoa onyo, mimi huwa nasoma vitabu na maeneo mbalimbali. Akasema ukimgundua huyu mtu ni mcha Mungu, muogope. Huko kazini, hata kama wewe ni bosi, ukimgundua huyu ni mcha Mungu, muogope. Hata kama wewe ni mwalimu wa watu wa vyuoni, wale wana vyuo, wakikugundua huyu ni binti au kijana aliyeokoka, wakuogope. Kwa nini? Mungu anafanya yaliyo zaidi ya wewe. Kwanza, ukisha kuwa mtumishi wa Mungu, au nikisema mtumishi wa Mungu mtaita mchungaji, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mimi na wewe tu watoto wa Mungu. Hebu pata picha tu, unatembea zako pale Mwangata au unatembea zako katikati ya mji, ghafla mtoto wa simba huyu, halafu anakunya, nataka nikwambie utakimbia. Utakimbia, ole wangu, vipi, umuogopi yule. Alipo mtoto yuko mama, yuko baba, na hajawahi kushindwa simba na mtu. Sasa ndivyo ilivyo kwa sisi tuliokombolewa. Wakituona hivi nyuma yetu kuna baba. Wakituona hivi komando, mabinti zetu wametuimbia komando. Wakiniona, ukiona nimevuka mwezi wa 6 niogope. Ukiona umevuka mwezi wa 6 wakuogope. Boda ukivuka mwezi wa 6 wakuogope. Mtu yeyote yule ukivuka ogopewa, kwa sababu chochote ninachofanya siko mimi peke yangu. Sio mimi peke yangu. Watajaribu, Yeremia anaambiwa. Hata mwezi huu wa 6 yumkini wameshajipanga, vikao vyote vimeshakaa, vya juu vya chini hata chini, vimeshamaliza kukumaliza, lakini kosa walilolifanya, hawana jinsi ya kumdhibiti Yehova. Yehova ni Mungu wetu. Yehova ni Bwana wetu. Yehova, sina neno la kuzidisha. Yehova ni Mungu wako. Yehova tunaenda naye mwezi wa 6, wa 7, wa 8, tunaenda naye mpaka siku ile tutakapokuwa tunazindua jengo letu. Tutakapokuwa tunazindua jengo letu, wengine tutasema, Bwana mruhusu mtumishi wako apumzike. Lakini Jehova huyu ni Mungu wetu. Sasa watumishi wa Mungu wakalihamishia Ashdodi, kukawa na majipu. Wakahamishia sehemu nyingine, kukawa hivyo. Sasa kwa nini hawa watu bado walikuwa hawajaamini kwamba ni Mungu yuko kazini? Biblia inasema hivi, wakatengeneza majipu, wakatengeneza na masanamu ya panya. Maana yake walikuwa wanafikiri haya majipu ni mfano wa majipu yanayozalishwa na nini, na hawa panya wanaosababisha tauni. Nataka nikwambie, Mungu wetu ana sifa zilizopitiliza. Mungu wetu humfananishi na chochote.
Nataka nizungumze, haijalishi umepitia changamoto gani miezi iliyopita. Haijalishi kuna wakati ulikata tamaa. Haijalishi ulivunjika moyo. Kuna waimbaji waliimba mwimbo wa zamani, walisema si njia rahisi ya kwenda mbinguni. Njiani kuna miba mingi, lakini siku njema inakuja. Watumishi wa Mungu, tunapokwenda kuliangalia hapa, lakini mkono wa Jehova asiyeonekana. Mkono wa Jehova asiyeonekana, asiyeshindwa, kwanza ulimshusha chini Dagon. Na mkono wa Mungu aliyohodari asiyeonekana ulianzisha mapigo. Mkono wa Mungu aliyohodari ukaanzisha kufanya hivyo. Bwana aende kwenye hema za adui yako. Bwana aende kwenye hema za Waashdodi. Bwana aende kwenye hema za wale ambao wamekusudia wakati mwingine hata kufanya uhamisho kwa hila. Bwana aende kwako. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Mungu wetu ni Mungu wa pekee. Watumishi wa Mungu, Mungu anapopigana hahitaji msaada. Mungu anapopigana kinyume na Wafilisti hakuhitaji msaada wowote wa jeshi la Israeli. Sijui kama mnaelewa hapo. Maana Waisraeli wako huko, ukisoma kwenye Biblia walikaa nao miaka kadhaa. Wanasikia sanduku liko kule, sanduku liko kule. Kwa hiyo Bwana anapopigana kinyume cha Waisraeli hakumhitaji Mwebrania. Yeye mwenyewe alienda. Kwanza alimvunja Dagon. Jambo la pili akapiga majipu. Jambo la tatu akapiga kwa vitu vingi. Asubuhi ya leo Bwana tangulie mwezi wa 6. Bwana pigane kinyume cha mambo mengine umefanyiwa kwa siri usiyoyajua. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 61 ndio tunamaliza. Kitabu cha Isaya 61 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Jambo la kwanza, kuwahubiri maskini habari njema, kuwafungua waliofungwa, mateka kuachwa huru. Kumbuka linalozungumzwa hapa ni taifa la Israeli au ni kanisa la kwetu. Kumbe tunaweza tukawa na watu waliofungwa nyumbani mwa Bwana. Tunaweza tukawa na watu waliotekwa nyumbani mwa Bwana. Tunaweza tukawa na watu ambao wanahitaji habari njema mwezi wa 6. Wamekata tamaa, hawana matumaini. Nataka nizungumze na wewe mwezi huu wa 6. Bwana tembelee maeneo yote ambayo Wafilisti wamekwenda. Aende Ashdodi, aende wapi, aende kote, aende. Yeye ni Mungu anayejitegemea. Mungu wangu, Mungu wako, Mungu wetu anatoka pamoja nasi. Tusimame. Bwana mwezi huu apigane kinyume cha adui zako bila msaada kutoka kwako, ila usikie masimulizi. Uone kile Mungu atakachokuwa anajidhihirisha huko. Wakati mwingine mwezi huu wa 6 utakutana na watu watakao kuchukia sana. Ukishaona wamekuchukia sana, mwambie Bwana kule anapigana. Kuna wakati mwingine kutazalishwa wanafiki wengi. Baba, tunakupenda mlokole. Wanazungumza, jua tu ni wanafiki. Wanakuja tu kukubusu kwa busu la Yuda Iskariote. Mungu apigane mwenyewe. Mungu apigane kwenye uzao wa tumbo lako. Mungu apigane kwenye wale waliotupiwa ujinga kwa watoto wao. Kuna uzito wa vichwa. Kuna vitu wametupiwa huko. Mambo hayaendi vizuri. Nuksi, balaa, mikosi vimeandama. Bwana yeye mwenyewe apite kwenye hema kule Ashdodi na mahali pengine. Tukiwa tumesimama. Kumbe Mungu wetu hawezi kutekwa. Na kwa sababu Mungu wetu hawezi kutekwa, njia zetu zinaweza zikamfanya aonekane Mungu ametekwa. Ukiangalia hawa watu, kosa lao ni nini? Paka sanduku la agano linatekwa. Mimi nimejaribu kufuatilia, na mimi nakupa homework mwenzangu. Kuna mahali popote wana wa Israeli waliomba kwa ajili ya vile vita? Hakuna.
walienda vichwa. Mimi na wewe tumetenga siku 3 za kumwambia Mungu aende pamoja nasi. Bwana kiawa pamoja nasi, sanduku la agano litutabaki nalo. Kila kilo ambacho Mungu amekiweka kwako kitabaki hivyo. Watumishi wa Mungu, wakati umesimama, endelea kutafakari. Wakati unaendelea kutafakari, Mungu yuko hapa 100%. Mungu yuko hapa 100%. Endelea kutafakari. Wakati unaendelea kutafakari, nimseme mtu huyu, yule ambaye analingana na habari ya Waisraeli. Kila jambo limeharibika. Kila jambo haliendi. Na hasa nataka nizungumze na yule mwenye vita vya usiku. Yule mwenye vita vya usiku, kisha lala tu usingizi. Ni mandoto mabaya, kukatishwa tamaa, kuvunjwa moyo, na hata hivi umekuja leo unajishangaa kwa nini umekuja. Wakati unaendelea kutafakari, mtu wa namna hii, njoo mbele za Mungu wetu. Sanduku la agano, hawajaliteka sanduku la agano. Mungu anataka afanye kitu kwako. Endelea kutafakari. Nazungumza, inawezekana ni mtu mmoja au watu wawili. Na wakati umefika kwenye eneo hilo, hii inawezekana. Saizi unaogopa, unahofu hata kuja. Watumishi wa Mungu wetu anatembea. Hasa wale ambao mnateswa kwenye ndoto. Najua unanielewa. Yaani kila ukilala tu huna matumaini. Ukishaamka ndipo ukioga ndio unachangamka. Wakati wanakuja hawa hapa, huko Mungu uliko, huko uliko, Mungu anakwenda kufanya kitu. Bwana aurudishe uwepo wake nyumbani kwako. Aurudishe kwenye ndoa yako. Waimbaji tutakuwa tuikimba wimbo kwa ufupi wa kuabudu. Alafu baada ya hapo tutamruhusu Mungu kupita na kutembea katikati yetu. Mungu yupo tayari kukusaidia. Maadamu umekuja hapa, alifanya kwa Wafilisti afanye kwako. Akurudishie. Waisraeli walisema ni kwa nini? Walijua sio Wafilisti wameteka. Walisema imekuwaje leo Mungu amepigana kinyume chetu? Tutakuwa tukiimba, tukijiachilia mbele za Mungu, tukiuruhusu uwepo wa Mungu. Alafu Bwana apite kwako. Bwana atembee kwako. Bwana apite maeneo uliyotendwa kwa hila. Na yumkini ninavyozungumza hivi, sanduku la kwako liko kwa Waashdodi. Wakati mwingine kuna vitu vya kutoka mwilini mwako vilishachukuliwa, viko huko. Wakati mwingine ni nywele, wakati mwingine ni nguo, wakati mwingine ni nguo zimepotea katika mazingira usiyojua, lakini huko anafanya vitu kupitia mavazi hayo. Bwana aliyefanya afuate kile kilichopo kule, na hatimaye mimi na wewe tusiwe na dalili za athari za vile vitu vilivyochukuliwa na kufanywa hivyo. Tutaimba huku tukiuruhusu uwepo wa Mungu katikati yetu. Na wakati huo Mungu atakuwa na jambo la kufanya. Mlango urudishwe.
tutainua mikono yetu juu, ishara ya kusalimu amri kwa Bwana. Umhitaji Mungu apite katikati yetu. Imba ukitafakari, imba ukijiunganisha. Mungu yupo kwa ajili, yeye anaishi. Aliishi jana, leo yu hai. Nirudie kusema na wewe uliyeko huko nyuma, kuna ghafla hofu imekupata na mapigo ya moyo yameanza kwenda mbio. Usibaki hapo, njoo hapa mbele. Mungu wetu ni moto ulao. Tunaimba kwa mara ya mwisho. Adui wa sanduku la Israeli walisema hivi, halitakaa kwetu hili sanduku. Halitakaa kwetu hilo sanduku. Walilihamisha miji mitatu mfululizo. Baadaye wakapeleka mji mwingine, na ule mji wakapiga kelele, msililete, kwa nini mnatuletea kifo? Sasa nazungumza na wale ambao kwa hila, kuna baadhi ya vitu vyao bila wao kujua au kujua viko chini ya miliki ya wale wageni, adui zako. Kuanzia sasa awaachie. Kama walichukua nguo, kama walichukua chochote kitokacho kwenye mwili wako, au kupitia zawadi au ya chakula, Bwana, kuanzia wahudumu, wakati wawe wanahudumu wachache, wengine sikiliza, maana Bwana yupo kwa ajili ya kukusaidia. Lile sanduku kile kilichochukuliwa na adui yako kuharibu uchumi wako, kuharibu cheo chako, kuharibu
waseme hatutakaa nacho. Halitakaa, halitakaa. Usimwangalie huyu. Bwana anakutembelea na wewe kivyako. Anakutembelea na wewe kadiri ya hitaji lako. Anakutembelea jinsi ulivyo, katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tuinue mikono yetu yote juu. Nitaomba kwa ajili ya hiyo mikono, na kisha pale utakapokuwepo, Bwana atakuwa na jambo la kufanya kupitia mkono wako hapo hapo. Ataungana na wewe na kutetemesha na kuvunja na kuharibu na kurudishiwa vile ulivyotendwa kwa hila. Baba yetu na Mungu wetu, ni nani aliye kama wewe? Ni wakati mwingine mwema wa baraka. Tumenyosha mikono yetu maeneo ambayo tumetendwa kwa hila. Tumegundua leo adui yetu hawezi kulichukua sanduku la agano. Adui yetu hawezi kututeka, bali tunakurudia kwa moyo wa toba. Tunakurudia kwa moyo wa toba. Tunakurudia kwa moyo wa toba. Tunakurudia kwa moyo wa toba, katika jina la Yesu. 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 Enyi Wafilisti, nguvu za kichawi, kiganga, kishirikina, nguvu za mawakala, utendaji kazi wa mawakala, kwa jina Yesu, waganga wa kienyeji, mizimu na aina mbalimbali ya utendaji wa yule mwovu, kwa jina la Yesu, mikono hii imenyoka Bwana, kama mkono wa Petro aliyekuwa nazama. Anahitaji msaada kutoka kwako. Anahitaji msaada kutoka kwako. Anahitaji msaada kutoka kwako. Shuka kupitia madhabahu hii. Wewe ni Mungu liye moto ulao. Wewe ni Mungu ambaye hayuko mbali. Ninakuja mbele zako. Wapo waliofungwa matumbo yao. Wapo waliofungwa matumbo ya desturi zao. Wapo waliofungwa vizazi na uzao, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mashemazi wao watakuwa wanatembea kwa ajili ya kukusaidia. Endelea kuomba, endelea kuomba. Bwana, tembea mahali hapa. 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 Tembea, 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 katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka ndani na kuamuru. Toka ndani. Ondoka na vunja. Wewe toka ndani na kuapisha. Na kuapisha. Ondoka. 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 Toka ndani. Ondoka. Wewe ni mateka. Umeshika afya yake. Umeleta hofu na mashaka. Toka ndani. Katika jina la Yesu. Na kuamuru. Na kuamuru. Na kuamuru. Na kuamuru. Toka. 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 Na kuapisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Navunja kila kazi. Toka. Enyi mamlaka za giza. Toka ndani. Haya, ondoka. Ondoka. Piga kelele, ondoka. Na kuagiza. Na kuagiza. Toka. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Ondoka. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Endelea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Narudisha vitu vilivyochukuliwa kwa hila. Vilivyochukuliwa kwa hila. Kila roho ya Kifilisti kule iliko ikapangwe katika jina la Yesu. Toka na kuamuru na kuapisha. Toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka, endelea. Katika jina la Yesu.
katika jina Yesu. Na kuamuru kwa jina Yesu. Katika jina Yesu. Katika jina Yesu. Katika jina Yesu. Toka, mwache katika jina. Katika jina. Katika jina. Na kuamrisha kwa jina. Toka na kuamuru. Mungu ni moto unao. Toka kwa jina Yesu. Toka kwa jina Yesu. Katika jina Yesu. Katika jina Yesu. Katika jina. Katika jina Yesu. Ewe uliyefunga tumbo, ewe unayefanya vita na ujauzito wako, toka na kuamuru. Toka ndani. Ondoka. Hama. Ewe uliyefunga kizazi, toka. Haya, ondoka. Ewe uliyefunga kizazi chake, toka. Nafungua. Toka wewe mzima, mama wewe mzima, na ufungua uzazi salama katika jina. Katika jina. Katika jina. Katika jina. Katika jina la Yesu. Katika jina. Katika jina Yesu. Navunja. Ondoka. Kwa jina Yesu. Toka.